Kuna hadithi ya bibi moja ambaye anafahamika kwa jina la Verasai pamoja na mjukuu wake ambaye alikuwa akifahamika kwa jina la Sembi, na walikuwa wanaishi maisha ya kawaida sana, na walikuwa wakienjoy na kufurahia maisha yao, na walikuwa wanaishi katika jumba moja ambayo iko juu kilimani, na bibi alikuwa akimfundisha mjukuu wake kusoma pamoja na kuandika, na walikuwa wakitegemea shughuli mbalimbali za kijijini pamoja na kulina asali ambayo walikuwa wanaitumia kwa ajili ya kwenda kujipatia maokoto mjini na kuweza kumudu mambo ya kupeleka mkono kinywani. Na siku inayofuata kukawa kuna wanasiasa fulani ambao walikuja kwa ajili ya kumpigia kampeni mshikaji mmoja ambaye alikuwa anagombea nafasi ya urais, na siku moja bibi akawa amemwagiza mjukuu wake kwa ajili ya kupeleka bidhaa fulani sokoni, lakini alipofika huku Sembi anakutana na kitu mbaya, anakutana na washikaji ambao walikuwa ni watoto wakishua, na wakamfanyia tukio ambalo halikustahili kutokana na umri wake, na washikaji wakawa wanajisifia kama wamepata kitu laini kutoka kwa binti mdogo. Na bibi leo akawa ameletewa taarifa, akawa amepata mshtuko kulikweli, na akaamua kwenda kumsaidia mjukuu wake, na alipofika kamkuta katika hali mbaya sana, na anachukua jukumu la kumpeleka katika hospitali, na akawa anamuomba nesi apate kumsaidia. Lakini baada ya matibabu nesi anamwambia hakika mjukuu wako amefanyiwa kitu kibaya, yani amebakwa, awe ni hatari. Na bibi akawa amehuzunika na maumivu kweli, kitu ambacho kilimfanya chozi limdondoke kweli, na kwa maumivu makali kweli. Na upande wa pili tunakutana na askari mmoja ambaye alikuwa akihusika na matukio kama haya ya upelelezi, na anamwambia na kumhakikishia bibi yetu kwamba atafanya uchunguzi wa kina na kujua ni nani ambaye atakuwa amehusika moja kwa moja na ile tukio. Na mshikaji bila kupoteza wakati akawa ameanza kufanya uchunguzi moja kwa moja, na upande wa binti Sembi hakika hali haikuwa nzuri hata kidogo, na alikuwa anasikia maumivu makali kweli, na bibi yake akawa anampooza na kumpa matumaini kweli. Na bibi yake akaamua kwenda kutafuta msaada kwa askari na kumuomba askari ambaye anaendelea na upelelezi amsaidie kweli. Na baada ya kujisikia vizuri wakawa wameruhusiwa kurudi nyumbani. Lakini kwa upande wa pili kunakutana na mshikaji ambaye alikuwa anahusika na lile tukio, na alikuwa ni mtoto wa mgombea mmoja wa urais ambaye alikuwa amekubalika sana lakini siku ya leo mshikaji akapokea simu kutoka kwa afande, na afande akamwambia hakika nimeshakamilisha utafiti na uchunguzi wangu, na nimebaini moja kwa moja wewe ni mhusika ambaye ulikuwa pamoja na washikaji zako. Lakini afande akaambiwa hakika kuna donge nono kweli endapo tu utahakikisha umeizima hii kesi. Na mshikaji moja kwa moja kesho yake akawa ameenda na kumfuata bibi yetu na kuanza kumwambia hakika hii kesi ni ngumu kweli, na haiwezekani tukatoboa kwenye hii kesi, na mimi kama afande na kushauri chukua maokoto kisha ujikatae na ukae mbali kabisa na hii kesi. Lakini bibi anamwambia kwa machungu ambayo ninapitia hata pesa haiwezi ikapunguza maumivu ninayoyapitia. Basi katika sintofahamu wakaingia katika ugomvi mkubwa sana na kuanza kupigana baada ya afande kufosi kumpatia pesa huyu mwanamama, na baada ya kukataa ugomvi ukawa ni mkubwa kweli na ukapigwa mkongondo wa kutosha. Lakini bibi akaamua kumaliza kazi kweli na akawa amemjeruhi vibaya, na mwanamama huyu akaamua kuiacha nyumba yake ambayo alipenda kwa samani kweli na kaamua kutokomea kusikojulikana. Bibi anajikuta anaingia katika matatizo makubwa kweli baada ya vyombo vya habari kutoa taarifa polisi wakawa wanamtafuta ile mbaya kweli, na ukawa unafanyika msako mkubwa kweli kumkamata huyu mama awe. Na watu ambao waliguswa na ile tukio wakajitokeza mabarabarani huku wakipigania haki ya binti mdogo ambaye alifanya vitendo vya kikatili kweli, wakaendelea kupaza sauti zao, na safari kawa imeendelea. Lakini ndani ya ile gari watu wakawa wanazungumza, na kila mtu akawa anazungumza jambo lake kweli, na kila mtu akawa anazungumza lake, lakini msako ukawa ni mkubwa kweli, na
mwanamama akajikuta anaponea chupu kwelikweli baada ya ambulensi kupita katika barabara, na polisi wakajikuta wanaruhusu gari zote zipite kwa ajili ya kuokoa mgonjwa aliyokuwepo katika ambulensi. Baada ya safari kuendelea, kila mtu akawa anaongea jambo lake kwelikweli, na wengine wakawa wanamlinda mwanamama Versailles, lakini wengine wakawa wanasema hakika huyu mwanamke ni jambazi kwelikweli, anawezaje kumshambulia askari kama vile, na wakiwa wakiongea maneno hayo bila kujua mwanamama Versailles yuko ndani ya lile basi, na mjadala ukawa umeendelea kwelikweli, na mwanamama akaamua kujitokeza kwa uchungu kwelikweli na kuamua kuweka wazi mambo jinsi ambavyo yalivyokuwa na kutoa ushahidi wote, na watu wengine wakawa wanahuzunika na machozi akawa yanatoka kwelikweli baada ya maneno ya uchungu ambayo aliyaongea mwanamama Versailles, na akaonyesha ni namna gani jinsi ambavyo aliumizwa kwelikweli. Lakini polisi wakawa wameingia ndani ya gari na kutaka kumkamata mwanamama, lakini kutokana na maneno ya uchungu ambayo aliyazungumza mwanamama Versailles, mshikaji mmoja ambaye ni wakili alikuwepo ndani ya gari anaamua kujitokeza na kuanza kumkingia kifua mwanamama Versailles. Lakini polisi wanakuwa wabishi kwelikweli na kusababisha ugomvi kwelikweli ukatokea baina ya raia pamoja na maaskari, na mkongonto ukawa ni wa kutosha kwelikweli hadi kondakta akajikuta anachezea mkongonto awe ni hatari baada ya kuvaa nguo ambayo inafanana na maaskari awe. Na baada ya safari kuendelea, mshikaji akajitolea moja kwa moja kwa ajili ya kumsaidia mwanamama Versailles kwelikweli, na akawa amemtafuta hakimu wake na kumtumia video ambayo ikionyesha yuko na binti, na binti akawa anaeleza ushahidi wote ambao alifanyiwa katika hilo tukio awe ni hatari. Wakati safari ikiwa inaendelea, binti akawa ameona gari lile ambalo walikuwa wanaendesha washikaji, na anaamua kuwanyoshia kidole, na mshikaji baada ya kuchukua simu na kumpigia mshikaji wake na kumwambia hakika naomba unisaidie hili gari liliendeshwa na nani siku hiyo ya tukio, na mshikaji anaamua kwenda kuiba data katika kituo kimoja ambacho kilikuwa kinahusika na kamera na kugundua moja kwa moja kwamba ni nani ambaye aliendesha gari siku hiyo. Na mshikaji wetu akawa amemuonyesha picha binti yetu mdogo, na binti yetu baada ya kuona picha akawa ameogopa kwelikweli na kuanza kulia kwelikweli, na mshikaji akawa amerealize moja kwa moja huenda huyu mshikaji anahusika na tukio. Lakini kwa mwanasiasa baada ya kupewa hii taarifa akawaambia hakika mwageni pesa za kutosha kwa ajili ya kuzima huu msala na kuhakikisha kijana wangu hakutwi na hatia yoyote, na mabishano yakawa ni makubwa kwelikweli, lakini kwa uwezo wa Mungu akawa wamefika katika mahakama kuu, na watu wakawa wapo nje wa kutosha wakiwa nasubiri haki tendeke kwelikweli, na hakimu akawa anasikiliza shauri pande zote mbili, na mshikaji akawa amejieleza kwelikweli na akawa ameleta nondo za kutosha pamoja na ushahidi ambao ulikuwa unajitosheleza kwelikweli, na hakimu akawa amevua miwani na kuangalia vijana kwelikweli. Lakini baada ya kutoka nje, Sembi bibi yetu Versailles wakawa wamefurahi kwelikweli, na hii yote baada ya hakimu kutoa hukumu ya kuwafunga watu hawa kifungo cha maisha gerezani kwelikweli awe ni hatari. Movie yetu inaishia hapa na inaniacha na ujumbe mzito kwelikweli ambao ikiniambia kwamba sio pesa wala siasa pekee ambayo ina nguvu, bali hata upendo, wema pamoja na mshikamano unaweza kushinda kwelikweli. Na huu ndo mwisho wa movie yetu, na kukaribisha kwa ajili ya kujipatia kazi nyingine nzuri na za moto kwelikweli. Karibu subscribe, like pamoja na comment.